Ukiangalia dira ya maendeleo ya taifa inapozungumza, tunataka tutoke kwenye huu uchumi wa kawaida sasa hivi. Wazungumza pato karibu ya dola hii 1,200 na kwenda kwenye pato la dola ya 7,000 kwa mtu kwa mwaka. Maana yake hata matumizi ya maji yanaendana na uwezo wa kipato. Kwa hiyo kama sasa hivi mtu alikuwa anatumia lita 40 kwa siku kwa mtu mmoja au lita 60 kwa siku, kama tunazungumza Tanzania ya kwenda kwenye pato la dola 7,000 kwa mwaka, ukiweza kwenda kuangalia nchi zilizoko kwenye uwezo wa kipato hicho, unajikuta kwamba matumizi ya mtu mmoja nako yanaenda karibu kwenye 120 hadi 150 kwa siku. Kwa hiyo tunapokuwa tunazungumza hali ya uchumi inavyozidi kuwa kwenda, hata matumizi ya mtu mmoja kwa siku nako yanabadilika. Unaweza ukawa na watu wale wale, lakini kulingana na kipato kitakachokuwa kinaongezeka na matumizi ya maji kwa mtu na shughuli ndogo ndogo zinazomzunguka nayo yanaongezeka. Kwa hiyo kwenye mahitaji ya maji sio tu idadi ya watu, vile vile inaendana na uwezo wa kiuchumi mtu alionao katika matumizi yale ya maji. Ndio maana unaona mahitaji yetu yanaendelea. Sasa ukiangalia kwa sasa hata tunapoongea, tumejaribu kueleza kwamba kwa sasa hivi katika kipindi hiki, hata kabla hatujaingia kwenye hili tatizo kubwa tulilonalo, kwamba bado nako tulikuwa bado tuna upungufu wa maji tunayozalisha ukilinganisha na mahitaji ambayo tunayo. Hii ni message ya kwanza, kwa sababu tunaweza tukapata kwamba pamoja na tatizo hili, mbona hata nyuma pale kulikuwa na shida. Tulikuwa na changamoto mbili. Kwanza, kulikuwa na uwezo wa kuzalisha ulikuwa ni mdogo kuliko mahitaji halisi ya sasa. Hiyo ilikuwepo na ni msingi tu wa supply and demand ambao hupo. Lakini tulikuwa na changamoto ya pili ambayo ilikuwa ni uchakavu wa pampu zetu za kusukuma maji. Tunashukuru kwenye hili la pampu, serikali imechukua hatua, tumenunua pampu, tunatarajia kufika mwezi Januari mwishoni hizo pampu zitakuwa zimefika. Kwenye issue sasa ile ya kuongeza uzalishaji na kusustain uzalishaji uweze kuongezeka.